Yes, mpenzi mtazamaji wa Areti Studio Crest TV, nipende kukaribisha katika mahojiano ya moja kwa moja na mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Muhurire, na hapa ni katika kata ya Nkwenda, wilaya ya Kyerwa. Mahali popote pale ulipo unapoendelea kutazama Areti Studio Crest TV, ni kuombe uendelee kushare, kusubscribe na kucomment. Na haya ni mahojiano ya moja kwa moja ambayo yanakujia mbashara kabisa kupitia chaneli yako pendwa ya Areti Studio Crest TV. Nimkaribishe mgeni tuliye naye hapa aweze kujitambulisha na kuzungumza kile ambacho kitajiri siku ya leo katika viwanja vya shule ya msingi ya Muhurire. Karibu mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mwandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Saidi Senya, mwenyekiti wa kijiji cha Muhurire, pia mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Muhurire. Siku ya leo tarehe 25 tunakuwa na mkutano wa mheshimiwa diwani akija kuangalia kazi iliyofanyika kwa miaka mitano, lakini pia ni kuhamasisha maendeleo ya kijiji cha Muhurire pamoja na shule za msingi zilizoko hapa. Hao walioko hapa ni wanajamii wa Muhurire wote ambao wamehudhuria mkutano huu. Lakini pia mkutano huu utashare watu wengi, hususan viongozi wa wilaya, uongozi wa kata na viongozi mbalimbali. Lakini pia tunategemea habari ya maendeleo kwenye shule ya msingi ya Muhurire, kwa kuwa tuna ujenzi wa madarasa, ofisi za walimu na vyumba vingine, na wananchi wameitikia kwa wingi, lakini pia wamekuja kwa shauku kubwa kwa kutuamini sisi kwa kazi tunayoifanya. Asante sana mwandishi wa habari. Mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametuwezesha kutujengea vyumba viwili vya madarasa, lakini pia hata nguvu za wananchi ambao wamechangia vyumba viwili vya madarasa, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda, Mheshimiwa Katunzi aliyetuletea tenki la maji. Hii shule ina takriban miaka 6 tangu imeanza. Sasa hivi tuna vyumba 4, lakini tuna madarasa 6. Kinachohitajika sasa hivi ni kuongeza vyumba vya madarasa, lakini pia na kuweza kumaliza tatizo la watoto kukaa nje hapa wakisomea nje kwenye jua kali pamoja na mvua. Lakini pia tunajitahidi sana. Tunaanza mradi mwingine wa vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi. Tumeshafika, tumeweka misingi na kuna matofali, tunashaweka kama mchanga. Lakini pia tumeendelea sana kwenye kipindi changu kwenye mizo 12, tulikuwa na vyoo kule matundu 12. Mpaka sasa hivi unavyoona tunategemea muda huu hayo matundu ya vyoo vya shule ya msingi hii yaanze kufanya kazi. Tumejitahidi sana, tumeweka nguvu kubwa, lakini pia nawashukuru wahisani wote walionichangia. Mpaka sasa hivi matundu 12 yameshafunikwa na yategemewa kufanya kazi. Na ufaulu hapa ni mzuri. Walimu wanafundisha vizuri, tumepata walimu wengi, tunapata wa kufundisha, bado masomo yanaendelea. Labda kwa upande wangu ningependa kufahamu ya kwamba licha ya jamii kuwa na mwitikio mkubwa katika kuchangia maendeleo hususan katika swala la elimu, ningependa kujua pengine shule hii imepunguza changamoto ya wingi wa wanafunzi kwa namna gani? Kwa sababu wanafunzi walioko hapa miongoni wangetakiwa kuwa katika shule ya msingi ya Nkwenda, ile shule ya Mwenge. Sasa ni kwa namna gani shule hii imeweza kupunguza changamoto ya wingi wa wanafunzi katika shule zetu? Karibu. Ndugu mwandishi wa habari, shule hii imepunguza wingi wa wanafunzi kutoka shule ya msingi Nkwenda. Shule ya msingi Nkwenda ina wanafunzi takriban 1300, lakini hapa kuna wanafunzi 560, ambavyo imepunguza hata mwenendo wa kwenda kule shule ya msingi Nkwenda kwa sababu ni umbali wa kilomita 1.5. Sasa hivi wanafunzi wa huku kipande hiki wanakuja hapa ili kuweka angalau mwendo wa karibu ili kufanikisha elimu ya watoto kama kwetu walivyoka hapa. Lakini pia bado tunaendelea tunashirikiana na jamii ili tuongeze madarasa, lakini pia hata wanajamii wakichangia ili masomo yaweze kwenda vizuri. Lakini changamoto nyingine ya kawaida tu, wanafunzi wataenda, tumejipanga kama serikali, miaka yetu 5 itatosha kufanya kazi hiyo. Fahamu pengine mwitikio wa wananchi katika kuhakikisha wanachangia shule hii ukoje? Kama wewe kiongozi, mwitikio wa wananchi unaona ukoje? Je, ni wa kiwango cha juu au ni wa kiwango cha kati, au kunatakiwa hamasa pia ili kuhakikisha wazazi wanajitoa kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya shule hii? Asante sana mwandishi wa habari. Wananchi wana mwitikio wa wastani wa kawaida. Kinachotakiwa ni kuhakikisha jamii sasa wanabadilika kutoka mfumo wa zamani wanakuja kwenye mfumo wa kisasa wa 4G. Kwa sababu tunachotaka ni maendeleo. Sasa hivi mwitikio ni mdogo lakini wa wastani. Wanachangia kidogo kwa kipindi cha kawaida, lakini namshukuru Mungu. Wamechangia shilingi 11,000 kwa sababu ya kuinua vyumba vya madarasa na ofisi. Wamechangia shilingi 2,000, lakini kwa watu wachache ambao mpaka sasa hivi hawajachangia. Wako watu wachache na tunategemea tuwaite tukae nao ili tuweze kumaliza tatizo hili ambalo limejitokeza. Lakini najua litaisha vizuri na masuala yataendelea.
Labda nipende kuuliza swali jingine. Leo kama ambavyo umenukuliwa ukisema kwamba ni mkutano ambao pia ni kikao ambacho kitakuwa na Mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda, lakini viongozi mbalimbali kutoka kwenye maeneo yao, pengine ni nini ambacho unakitegemea kutoka kwao katika kuhakikisha unahamasisha shughuli za maendeleo, wewe kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Muhurire? Asante sana. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Muhurire, ni kwa nini tumefanya mkutano wa leo? Mheshimiwa diwani wa kata ya Nkwenda amehakikisha anahamasisha maendeleo ili shule za msingi ziwepo, hata wanajamii wachangie maendeleo yao wenyewe. Sasa leo hii ni mkutano wa kuhamasisha, ya kuangalia ni miaka mitano mingapi, vitu gani vimefanyika tangu aingie madarakani mpaka sasa. Leo anakuja kusomewa ile tekelezwa miaka mitano ya kwa uongozi wake, na mara tu baada ya kusomewa hayo tunaanza utekelezaji, ni kipi kimepungua na kipi kinaendelea. Lakini sasa hivi mara tu mkutano ukishafika hapa, wanajamii wenyewe wa Muhurire, wenye shule hii, wenye kazi hii watatoa maamuzi ni kipi kiendelee, kana kwamba viongozi wanapofika wilaya hapa na wakata mheshimiwa diwani na wengine, kuna kitu na kitegemea kipatikane, aidha kuamsha vyumba vya madarasa viwili hadi ofisi ya walimu ili kupunguza adha ya watoto wanaosomea hapa kwenye mti. Ndio malengo yangu kwamba leo hii ningetamani leo wanapofika viongozi wa wilaya, viongozi wa kata na viongozi wengine, basi wafanye maamuzi, tuseme maamuzi magumu kwamba habari ya elimu Muhurire iendelee kujenga madarasa mengine. Pengine kumekuwepo na maswali ambayo wananchi wamekuwa wakijaribu kujiuliza kwako, ni namna gani ambavyo umefanikiwa kwa muda mfupi tu ambao umekuwa madarakani. Inaonekana kijiji kinatembea kwa kasi kwenye masuala ya maendeleo, hususan kwenye mambo mbalimbali, kujaribu kuangalia kwenye idara tofauti, kijiji cha Muhurire kinaonekana kubadilika. Labda pengine ni nini ambacho kimeleta hamasa kwa wananchi na kuona kwamba hii miezi kidogo ambayo umeingia madarakani maendeleo yanakwenda kwa kasi? Labda umetumia mbinu gani? Asante sana mheshimiwa mwandishi wa habari. Mimi nafikiri cha msingi ni kuwa uaminifu na uwazi na ukweli kwenye kazi za wananchi. Lakini pia niwashukuru kwanza viongozi wa idara ya maji Mkweka kwa kazi wanayoifanyia kuhakikisha wananchi wa Muhurire wote, ninapoelekeza mradi wa maji basi wananiunga mkono. Lakini pia wananchi wamekuwa na imani na mimi na uongozi wangu kwa kuwa tunavyovifanya sisi basi vya wazi vyote. Kitu cha pili ni kuhakikisha tunashirikisha jamii kwenye kazi ambazo tunazifanya, hakuna vya kupinapina, vinanyooka. Ningetamani tu ingewezekana hata viongozi wengine waige mfano wetu. Unapoingia madarakani, madaraka sio ya kwako, madaraka ni ya jamii. Kwa hivyo napaswa washirikishe ili mfanye kazi vizuri. Kipindi changu kwanza mwezi wa 12 nimefanikisha kwa vipindi mbalimbali. Kwanza tulikuwa na tatizo la wizi wa kupindukia kijiji cha Muhurire, nimedhibiti 99% mpaka sasa hivi. Ni kwa nini? Nimefanya uongozi shirikishi. Lakini pia tumekuwa na tatizo la vyoo pale, kama nilivyosema, nilishia futi 3 pale chini. Unavyoona mheshimiwa habari kule chini ni matundu 12 ambayo inatakiwa kumalizika kwa miaka iliyopita, lakini nimetafuta mbinu moja ya kushirikisha wanajamii wenyewe tuchangie mchango mdogo ambao ni mchango rafiki ili waweze kufanikisha malengo hayo. Lakini pia unapoona pale matofali mawe, kuna matofali 10,000, kuna mchanga, kuna kokoto imewekwa pale. Hivi karibuni tunaanzisha chumba cha darasa na ofisi. Tukishaanzisha mara tu baada ya mradi huo tutatuma mapato na matumizi ili wananchi waridhike na serikali iliyoko madarakani. Nipende kushukuru mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Muhurire kwa ajili ya mazungumzo haya, lakini yale ambayo umejaribu kuyazungumza ili wananchi wa Muhurire na pengine hata wanaoishi nje ya kijiji cha Muhurire mahali popote pale waweze kujifunza ni namna gani ambavyo serikali za vijiji zinafanya kazi. Lakini nikupongeze pia kwa jitihada zako kubwa ambazo unaendelea nazo za kuhakikisha unawaletea wananchi maendeleo. Mpenzi mtazamaji wa RT Studio Crest, haya ni mazungumzo ya moja kwa moja na mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Muhurire hapa Said Senya, kama ambavyo umesikia kile ambacho alikuwa anakizungumza kuelekea katika mkutano wa leo ambao utaongozwa na viongozi mbalimbali wa kata pia na viongozi kutoka ngazi ya wilaya. Asante sana kwa kuendelea kutazama na kusikiliza. Hii ni RT Studio Crest TV. Nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Asante.